Mmeiona ile? Anasemaje ule mstari wa 3? Wamrudisha mtu wapi? Mavumbini. Tunarudi pale kwenye Wakorintho wa kwanza 15:47. Anasema mtu wa kwanza atoka katika nchi, lakini huyu mtu unayemwona ni wa nini? Ni wa udongo. Mtu wa kwanza atoka katika nini? Katika nchi, lakini mtu huyu unayemwona ni wa nini? Ni wa udongo, aliumbwa kwa udongo. Kumbe mimi na ardhi ya Iringa sawa. Nataka kupeleka kwenye pointi nazozitaka sasa. Yaani wewe na hii ardhi hapa ni sawa sawa kabisa. Maana uliumbwa kwa nini? Kwa udongo, na unatoka katika nini? Katika nchi. Aliumbwa kwa udongo, ametoka katika nchi. Na ndio maana Zaburi ya 90 mstari wa 3 anasema wamrudisha mtu mavumbini usemapo rudi. Nani anayerudishwa? Wa udongo. Wa udongo ndio anayerudishwa kwenye udongo, lakini yule wa roho anarudi huko alikotoka huyo wa roho. Na ndio maana anasema hapa mtu haongei tena, hapa hasemi tena, hapa pumzi imeondoka kabisa. Maana yake yule wa roho amerudishwa, amebaki wa udongo, anarudishwa pale kwenye nini? Kwenye udongo. Sasa tunataka tuicheze ngoma hapa jioni ya leo. Upo. Fungua kitabu kile kinaitwa Injili ya Mathayo. Kitabu kinachoitwa Injili ya Mathayo, mlango ule wa 15. Mlango wa 15. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, mlango wa 15 mstari wa 13. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, mlango ni ule wa 15, mstari ni ule wa 13. Mmepata? Hebu tusome pamoja. Haya, tuende 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia hapa, angalia huku mbele. Anasema mtu huyu anatoka katika nchi, lakini ni wa nini? Ni wa udongo. Ni wa nini? Ni wa udongo. Sasa sikiliza wewe uliokaa hapa, wewe ni wa udongo. Shetani akikuangalia, anakuangalia kama udongo ambao uko kwenye maua. Naweza kuniletea ua moja pale, hata lile pale tu. Leta hilo hapo. Leta pale vijana, hebu leta hilo. Leta, weka hapa kwenye kastuli. Leta, beba, unaweza kubeba peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama inaonekana hivyo hivyo. Kakae hapo. Toshi. Anyway. Hapo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mtu aliyeumbwa atokana na nini? Mtu ametoka katika nini? Katika nchi, naye ni wa nini? Wa udongo. Unaona huu udongo huyu ndio mtu huyu. Sasa hapa huu udongo value yake ni kuweka kitu. Thamani ya huu udongo mpaka uweke nini? Kitu. Kinyume cha hapo utakuwa unaukanyaga tu, unapita, unaenda, unaukanyaga, unapita. Anasema huyo mtu ni wa udongo. Na hapa Biblia anasema wamrudisha mtu kutoka wapi? Mavumbini. Maana yake huyu mtu aliumbwa kwa nini? Kwa mavumbi. Anarudishwa kutoka wapi? Mavumbini. Mnanisikia hapa? Mnanisikia hapa? Mnanisikia hapa? Sasa twende kwenye ile Injili ya Mathayo. Anasemaje? Ile Injili ya Mathayo anasema kila pando asilolipanda nani? Baba, litafanya nini? Litang'olewa. Hilo pando limepandwa kwenye nini? Kwenye udongo. Kuna mtu ananisikia jioni ya leo? Kumbe wewe, shetani anapokuona, anakuona wewe udongo. Ndio maana anakuja anapanda nini? Kansa. Anapanda nini? Ukimwi. Anapanda nini? TB. Anapanda nini? Matatizo. Anapanda nini? Kutokuona. Anapanda nini? Ulemavu. Unajikuta tu umeamka asubuhi, mdomo umepinda, mkono umepinda. Kuna pando ambalo shetani amelipanda. Kwa nini? Ameuona ni nini? Ni udongo ambao unafaa kupandwa kitu. Jioni ya leo nina habari njema kwa ajili yako. Kilichopandwa chochote, Baba anasema Baba atafanya nini? Ataking'oa. Niking'oa hapa nitagombana na kiando, alafu itakuwa ni matatizo mengine. Anataka kila pando asilolipanda nani? Baba, hilo pando lilofanya nini? Litang'olewa. Leo
hilo pando kwako, pando la hasara, pando la magonjwa, pando la ukimwi, pando la presha, pando la kila namna, kwenye huo udongo ambao wewe ni udongo, hilo aliyekuwa tayari jioni ya leo ana uwezo wa kuling'oa katika Bwana. Hebu sema nang'oa, 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 nang'oa. Haleluya. Kumbe wewe kuna kitu ulipandiwa. Wewe sio hivyo, ulipandiwa hasara. Wewe sio hivyo, wewe sio maskini, ulipandiwa kutokuwa na akili za kufanya kazi, kutokuwa na akili za kufanya biashara, kutokuwa na akili za kufanya mambo makubwa. Ulipandiwa hilo pando, wakasema tumpandie tuone kama atatoboa mahali. Mimi nataka nikwambie, ninayo habari njema jioni ya leo, na hiyo habari njema ambayo ninakupa, pando lolote ambalo hakulipanda Baba jioni hii ya leo linang'oka, 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 linang'oka. Hilo pando tunaling'oa kwa jina la Bwana. Wako wanaume na wanawake mahali hapa, hiyo mbegu ambayo adui alileta akaipanda inang'oka. Mbegu ya hofu,